Habari za mchana, naitwa Shabani Nsato Marijani. Ni moja kati ya mawakili ambao tunawakilisha waleta maombi kwenye ile shauri. Nadhani mnawafahamu wote. Leo tulikuja kwa ajili ya kusikiliza ile shauri la contempt, kudharau amri ya mahakama. Lakini ilikuwa imepangwa leo kuja kusikilizwa kwa sababu tulikuwa tumeshapewa amri ya kufanya service kwa baadhi ya wajibu maombi. Lakini kilichotokea leo asubuhi wakati tunafika, tukawa served document tatu tofauti. Tulikuwa served mapingamizi ya awali, tulikuwa served viapo kinzani vya baadhi ya wajibu maombi, na tukawa served pia notice of motion kwamba wameomba kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa ili kuchallenge baadhi ya proceedings zilizofanyika tarehe 15 mwezi wa 10 naamini. Baada tulipofika mahakamani ikagundulika kwamba pamoja na kwamba wameleta ile notice of motion, lakini hawajai-upload kwenye mfumo wa mahakama. Kwa hiyo kifupi ni kwamba kwa taratibu za mahakama hiyo haipo mbele ya mahakama bado. Baada ya hapo kwa sisi tukaomba mahakama, kwa sababu tulimpa maelekezo afisa wa mahakama ambaye anafanya shughuli ya kusambaza summons, awapatie summons wajibu maombi namba 134567 na mwisho 7. Yes. Kwa hiyo tukaeleza maombi hayo kwamba kutokana na tunahitaji Kiswahili urgency, uharaka wa hili shauri, tukaomba mheshimiwa kwamba mahakama itoe amri tuweze kutoa summons kwa njia ya kutangaza kwenye gazeti. Upande wa pili pia wakapinga hiyo, wakasema kwamba kuna taratibu nyingine ambazo inabidi zifuatwe za kutoa summons kabla hujafika level ya kutoa publication. Lakini sisi tukaeleza kwamba kutokana na mazingira ya swala hili, ikiwa moja kwamba tumeleta kwa hati ya dharura, hati ya dharura, yes. Lakini pia kama mnavyoona hivi swala linatambulika kwenye jamii ilipo, na pia kutokana na kiapo cha process server kinajieleza kwamba kuna baadhi ya wajibu maombi mkuu aidha wakikwepa au kijaribu kuchelewesha kupokea summons, pamoja na kwamba wanaelewa shauri lipo. Kwa hiyo tumepewa amri ya kutoa summons kwa matangazo kwenye gazeti ambalo litasambaa nchini hivi karibuni, na shauri limepangwa kuja Ijumaa ambayo itakuwa tarehe 24 kama sikosei. Yes, kwa ajili ya kusikiliza mapingamizi ya awali ambayo yapo na kesi ya msingi kama endapo mapingamizi ya awali yatashindwa kuondoa shauri lenyewe. Ndio hayo yaliyojiri. Kwa hiyo mnadhani sasa nimeambiwa mtangaze taarifa kwenye gazeti, maana yake tafsiri yake mna siku ya kesho tu kunini? Kuna hoja hapo, mnadhani kwamba taarifa inaweza ikafikia wahusika ndani ya siku moja? Mtangaze kwenye gazeti kesho na kishukutwa watu wapie mahakamani. Kwa kuanzia hapo wakili, miongoni mwa wajibu maombi ni kuna mazingira leo yametokea ambayo yanaweza yakapinga kupata taarifa ya gazeti kwa haraka. Sasa purpose ya ile substitute service au kutangaza kwa njia ya gazeti ni kwamba inafikisha habari kwa jamii in general. Kwa hiyo sio tu sasa mpaka apatikane mhusika, hata wewe ndugu yangu unaweza kumpigia simu kaambia bwana mheshimiwa, kuna jambo linakuhusu hapa na unahitajika sehemu fulani muda fulani ulete majibu yako. Kwa hiyo nadhani kutokana na kwamba uliulize wewe ni kwamba muda mfupi mpaka tunaongea hivi sasa, baadhi ya wenzetu wapo wanafuatilia hiyo summons waipate, na watakapoipata tutajaribu kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba leo itoke, ikishindikana leo kesho asubuhi ifike, na Ijumaa ili tufike hapa kwa ajili ya yatakayofuata. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.